uwanja wa Azam pale Chamazi. Kumbuka kwamba huu ni mchezo muhimu wa nyumbani, ikiwa ni mchezo mmoja kabla ya kuelekea kwenye mchezo wa mwisho ambao utatoa tiketi ya kufuzu AFCON ya 2026 na mchezo wa nyumbani. Maana ndio huu pekee umesalia ambao utaipa tiketi Tanzania ya kufuzu AFCON ya 2026. Na sasa tunaungana na kocha wa kikosi cha Twiga Stars Bakari Nyundo Shime mchawi Mosi, ambaye anatueleza kiufundi kuelekea kwenye mchezo huo muhimu wa Twiga Stars hiyo kesho. Coach, kesho ni mchezo muhimu. Tunasema ni hatua mbili kuelekea kwenye kufuzu AFCON ya 2026. Hali ikoje kwenye kikosi na maandalizi yako? Kwanza kabisa matayarisho yanaendelea vizuri. Matayarisho yalianza tangu tarehe 14 na bado yanaendelea, na nafikiri leo tuna nafasi ya kufanya mazoezi, lakini bado pia kesho tuna nafasi ya kufanya vipindi kadhaa vya darasani kuhakikisha kwamba kitu kinaenda vizuri. Ni mechi muhimu kwetu kama Tanzania, mechi ya kufuzu wa AFCON. Tayari tulishashinda mchezo wa kwanza dhidi ya Equatorial Guinea, mechi ambayo ilitupa nafasi ya kucheza mchezo huu, na mbele yetu tuko na Ethiopia ambao ndio geti ya sisi kurudi kwenye AFCON kwa mara ya pili mfululizo. Kwa hiyo ni matarajio yangu kwamba wachezaji wetu wataweza kufuata maelekezo ambayo tunapeana, kucheza kwa nidhamu kubwa, kuhakikisha kwamba tunaenda vizuri nyumbani, lakini pia mechi kuibakisha hapa kwa maana kupata matokeo ambayo yatakuwa rafiki dhidi ya mchezo wetu wa pili wa marudiano kule Ethiopia. Manake ni kwamba geti pekee ambalo litakufanya uweze kufuzu AFCON 2026 ni Ethiopia. Unachukuliaje mechi hii? Kwanza Ethiopia ni timu nzuri, ni timu ambayo aina yake ya kucheza inafahamika na watu wengi, especially wa Tanzania, lakini faraja pekee tuliokuwa nayo ni kwamba ni timu ambayo iko kwenye ukanda wetu wa Sekafa. Kwa hiyo tumecheza nao mara nyingi, wanatufahamu vizuri, lakini pia na wenyewe wamekuwa na faida, inaweza kuwa na faida hasara, kwa maana wamefungua milango ya wachezaji wao kutoka Tanzania. Kwa hiyo wana information nyingi za Tanzania hivi sasa, penginepo ulikuwa ni wakati mwingine wowote. Lakini na sisi pia tuna faida ya kucheza nao wachezaji wa Ethiopia katika ligi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo kuna namna fulani hivi sasa mechi yetu sisi na wao itakuwa na ladha tofauti, kwa maana ya hiyo hali ya mwingiliano wa wachezaji kutoka kwao na kuja kwetu. Lakini mwisho wa siku ni kwamba sisi tunatamani kuwa sisi, kwa sababu tumeweza kucheza AFCON iliyopita. Tunaamini sisi tuko mbele yao kwa sasa. Ni lazima tuhakikishe tunatumia ukubwa wetu huo wa faida ya kucheza AFCON iliyopita na kupata nafasi ya sisi kusonga mbele. Ukiacha technical bench na wachezaji, kwa maana ambavyo tumejipanga namna gani kuhakikisha kwamba tunaushinda huu mchezo, lakini kwenye kutimiza malengo na majukumu ya wachezaji kiwanjani tunahitaji spirit kutoka nje, support kutoka nje. Na spirit kubwa manake au support kubwa manake ni mashabiki ambao wanatakiwa kuja kwa wingi kwenye ule mchezo, kwa maana ya kuhakikisha kwamba na wao wanakuwa sehemu ya historia, kuipeleka timu yetu kwenye AFCON kwa mara ya pili mfululizo. So tuna matumaini makubwa. Kwanza mashabiki wa mpira wa miguu wanawake wamekuwa watu angushi, wanatujitokeza kwa wingi, lakini kesho inabidi iwe mara mbili yake, kwa sababu ni nafasi pekee ambayo wakiipoteza hiyo, tusipofanikiwa maana yake tutakuwa tumeanguka kwa pamoja. Kwa hiyo kesho naamini kwamba ama natumaini wa Tanzania watajitokeza kwa wingi sana kuja kusupport timu yao. Wachezaji wote ambao tumewaita, hakuna ripoti mbaya kutoka madaktari. Kwenye mchezaji ambaye tutamkosa moja kwa moja ni Winifred Gerard. Kama mtakumbuka, Winnie alipata kadi nyekundu kwenye mchezo wetu dhidi ya Afrika ya Kusini kule Morocco, na ametumikia mchezo mmoja dhidi ya Ghana. Kwa hiyo mechi yake hii hawezi kucheza kwa sababu anatumikia kadi yake nyekundu. Tutampata Winnie kwenye mechi ambayo inafuata. Lakini kwa upande wa wachezaji wengine, ndio maana mwanzoni, kama utashika statement yangu, nimesema matayarisho yanaendelea na yataendelea mpaka kesho, kwa sababu wachezaji bado wanaendelea kuripoti kambini, na hii imetokana na kuwa na wachezaji kwenye ligi tofauti. Kwa hiyo nafasi za kuja zimekuwa finyu sana, lakini pia ukichangia na ratiba za ndege jinsi zilivyo. Kwa wakati mwingine mchezaji anaruhusiwa masaa 72 kabla ya mchezo.
lakini inategemeana pia na ratiba ya ndege kule nchi anayotoka kuja Tanzania. Kwa hiyo tumepata hiyo shida ya wachezaji wetu kuchelewa kuripoti kambini, wako ripoti juzi, jana na leo pia wengine wataripoti. Kwa hiyo kwa uzoefu tulikuwa nao, si wachezaji wageni kwenye timu yetu, tunaamini kwamba wanafahamu pale tulipoishia, ni kutumia muda mdogo tu kwa shape, kurudi katika shape ambayo tunakusudia kwenye mechi husika. Tiki kwanza iliyozungumzwa kwenye mechi ya Ngao Jamii ni tofauti na labda watu walivyokuwa wameelewa. Ni fatiki kwa maana JKT wenyewe walikuwa wakifanya mazoezi mfululizo kabla ya mechi ile ya Ngao. Haikuwa fatiki kwa maana kwamba wamecheza kwa muda mrefu. Na ikumbukwe kwamba bado mpira miguu wa wanawake haujakuwa na namba kubwa sana ya mechi, kiasi kwamba wachezaji wapate fatiki kubwa kama ambavyo nafikiria. Lakini pia tuna management nzuri ya kumanage hiyo fatiki kwenye kambi yetu, kuhakikisha kwamba wachezaji wana train katika ratio ambayo haiwezi kuongezea uchovu na wapate recovery ya kutosha. Kwa hiyo naamini kwenye swala la recovery tuko vizuri na shida ya fatiki haitokuwepo, isipokuwa kwa hao ambao wamecheza mechi na hapo wamesafiri kuja hapa. Kwa kazi tunayofanya ni kuhakikisha kwamba na wenyewe nao wanarudi kwenye shape ambayo wenzao wako nao. Hiyo ni mechi muhimu sana kwa nchi yetu. Tunaenda kuandika historia ambayo Tanzania hatujawahi kuifanya kwenye mpira miguu wanawake. Tukiweza kuachieve hiyo itakuwa ni mara ya kwanza, kwa maana ya kushinda mara 2 mfululizo ama kupata nafasi mara 2 mfululizo ya kucheza mashindano ya WAFCON. Tunaamini sisi kama benchi la ufundi peke yetu hatuwezi, wachezaji peke yao hawawezi, isipokuwa Watanzania wote tukishirikiana kwa pamoja tunaweza kufanikisha hili. Kwa hiyo nitoe wito kwa Watanzania wote, kila mmoja kwa nafasi yake ajitokeze pale Chamazi kesho kuipa support timu yetu. Hii ni mechi ya mkondo wa kwanza. Nimezungumza mechi inapaswa kubakia nyumbani kwa maana tupate matokeo mazuri. Hatujui wao watakwenda kufanya nini kugeuza matokeo. Kwa hiyo kila Mtanzania anapaswa kuwa sehemu ya historia hii, anapaswa kujiona na yeye kwamba amechangia mchango wake kuhakikisha nchi inafanikiwa. Kwa hiyo ningetoa rai kwa Watanzania wote wajitokeze kwa wingi kesho kuja kusupport timu yetu.